Na washauri wanawake ambao ni wengi sana wanaotafutaga ushauri. Wanaume ni wachache. Kama wajua huyu mtu huwezi kumwacha, acha kuombaomba ushauri. Ushajua kabisa huyu mtu mimi kaniweza, nimempenda kuliko alivyonipenda, au nimempenda sana siwezi kuishi bila yeye. Punguza kuomba ushauri. Kwa sababu ushauri hautokusaidia chochote zaidi ya kujidharau. Yaani utakuwa self esteem yako kila siku inashuka. Kwa sababu unapewa maamuzi huwezi kuyafanya, kwa sababu moyo wako una nguvu kuliko akili yako. Kwa sasa wewe ukiwa unaumia, tafuta tu mahali wewe unaongea. Usipige simu kuomba ushauri. Piga simu kwamba bwana nataka niongee na wewe ni atoe yangu ya moyoni. Wewe utasikiliza afu utaniambia. Usikilizwe afu uambiwe. Usitake ushauriwe. Kwa sababu ukishauriwa unaijua nafsi yako wazi kwamba mimi hata nikishauriwa siwezi kufanyia kazi, kwa ngoja niache tu. Kwa usipoteze muda wa kuomba ushauri. Kama unajijua hauko tayari kufanya maamuzi, usiombe ushauri, kaa kimya tu. Piga story, toa sumu, kata simu. Uwe na shoga zako wa kuwaelezea hivi vitu. Bwana leo kaniuzi kweli, kichwa chake kama kambale. Yaani kanikera hivyo. Unaelezea jambo lake leo kukera, alafu siku zenu zinaendelea. Kwa sababu sio wewe tu, wengi sana wanapiga simu kwa shoga zao wanawasema umezao, sio wewe wa kwanza. Na wao pia wanapigaga simu kwa besti zao wanakusemeni. Kwa ni kawaida. Lakini sio kwamba eti sasa hivi umejiandaa sasa unataka kwenda nyumbani. Unafunga vyombo, unahama, unasema hama chumba kwa sababu mwanaume ni msaliti. Baada ya siku 5 unarudi, mume wangu, naomba nirudi chumbani. Uliondoka kwa sababu ya usaliti, nimeuacha. Hapana, haya mbona unarudi? Siwezi kuishi bila wewe. Huyu mtu unategemea atakuheshimu? Yaani wewe ukishaamua kufanya maamuzi, kuwa na stand ya maamuzi yako. Na kama unajiona wewe huna capacity ya kufanya maamuzi, usifanye kitu. Kawe, unajua watu wengine wanaumizwa. Unajua dawa ya mtu kufanya maamuzi ni nini? Ni maumivu tu. Kadri unaumizwa mpaka unakuja sasa unasema, maumivu yamechosha sasa. Ngoja tu nifanye nini? Maamuzi. Na ndio hivyo watu wote wanavyofanya. Sasa kama wewe bado huna nguvu ya kufanya maamuzi, wewe usitishe. Ushakutana na mtu anadai talaka, alafu akidai talaka anaenda yeye kuomba radhi. Usitishe. Watu wana vichwa vibaya sasa hivi. Unamtishia mtu anafanya kweli na bado unamhitaji. Utageuka sasa ombaomba, kazi yako ni kuombaomba. Naomba unipokelee simu, naomba unipigie, naomba. Na ulikuwa wewe ndo madamu wa nyumba, lakini unageuka unakuwa kama mchepuko sasa. Kwa kuomba. Mapenzi ya mbali yana athari gani? Mimi sioni athari. Sijui labda mimi siko sawa kiakili, lakini naona kama ni mapenzi mepesi zaidi kuwahi kutokea. Kwa sababu faida yake ni kwamba hakuna njia yoyote ambayo mimi na wewe tunaweza tukadhuriana. Majukumu yako unayajua, majukumu yangu kwako nayajua. Kuzungumza, kukusikiliza, kukupa moyo ukiwa umekata tamaa, kuwa mwaminifu, kutoka na ruhusa, kuingia na taarifa. Basi, sina majukumu ya kukungojea urudi ili ndo nile nilale, kukufungulia mlango usiku, kusikiliza simu zako na wasichana wako, kufuatilia simu yako nijue unaongea na nani. Sina muda. Kila ukija nimekukumbuka sana, kwa hiyo naangalia yale ya muhimu kwangu chap kabla muda wako wa kufika wa kuondoka hujafika. Kwa hiyo kwangu mimi kwa kweli ni starehe. Sioni athari. Ila inahitaji watu wawili wenye akili timamu. Kwanza, watu wanaojitambua wanachohitaji. Pili, watu waaminifu. Kwa sababu bila hivyo inakuwa ngumu. Akiwa anatambua anachohitaji, nahitaji familia yangu na mke wangu, muda wake wa kuwa likizo atakuja nyumbani. Au kama ni kila weekend atakuja nyumbani akiwa anatambua. Lakini uaminifu. Natakiwa nipige simu nyumbani, apige. Simu ikipigwa nyumbani apokee. Mahitaji nyumbani, yale wajibu wake nyumbani atimize. Vinakuwa virahisi, vinakuwa vigumu ikiwa watu hawajui wanachotaka. Au umeolewa na kijana barobaro ndo amekuoa, utaiona fresh ya shamba. Utakuwa saa ambao wewe unajua kalala, yeye yuko zake huko, unapigiwa picha unatumiwa. Lakini hiyo sehemu hiyo ya kupigwa picha kutumiwa, hiyo nataka niwaambie wanawake. Usiwachukulie serious sana watu wanaokutumia picha za mume wako akienda kinyume na wewe, usiwachukulie serious. Kwa nini? Ni watu wauaji. Unanitumia picha kuhusu mume wangu ametoka, mimi niko nyumbani. Unajua niko kwenye position gani kiakili nikijua?
Watoto wangu wewe utawalea? Na kama kweli unanipenda, kwa nini usimfuate mume wangu ukamwambia huu sio wakati sahihi wa kuwa hapa mbali na mke wako? Ukamuonya. Kwa nini unanijulisha? Ili mimi nifanye nini? Mimi niko Afrika, yeye yuko Ulaya. Mimi nifanye nini? Kwa sababu inabidi uniambie vitu nitumie akili. Ukiwa unatumia akili. Ukinitumia picha kwamba tumemwona yuko hapa barabara ya 4, yuko na wasichana. Barabara ya 4 ni sehemu ya kula chipsi. Wasichana wanakuaga sehemu gani? Za chipsi. Kwa hiyo ulitaka yani yeye aingie sehemu ya chipsi ya wanaume tu? Ipo. Hamna. Alafu unavyonionyesha huu ujumbe. Kama umemwona amefanya vibaya, si ungemfuata ukamwambia shemeji usio unafanya hivi? Kwa nini unaniambia mimi? Yaani kwangu mimi uje na ripoti. Bwana nimemfuata nikamwambia asiwe anakufanyia hivyo. Nilikuwa naye sehemu fulani. Uone kama utakuwa umenisaidia sana kuliko kuniletea mimi wasiwasi nisilale. Kwa hiyo mimi ninawashauri watu, kama mtu ni mwovu tu, awe mbali awe karibu, mtu ni mwovu. Na kama mtu ni mstaarabu tu, awe mbali awe karibu, ni mstaarabu. Sijui watu wamebadilika kiasi gani, lakini siku moja nilikuwa naangalia mahojiano fulani ya mwanasaikolojia mmoja, akawa anasema kama itawezekana yeye atamuomba mume wake watengane vyoo au vyumba vya kulala. Wao wanakutana wao kama familia kulala pamoja. Siku labda Ijumaa tu, Jumamosi, Jumapili. Siku zingine zote yeye alale chumba kingine, mume alale chumba kingine. Akaulizwa kwa nini? Akasema ili apate muda wa kutumia simu yake bila mimi kuona ananikera. Lakini pia apate muda wa kuangalia mpira bila ya mimi hapa kumuingilia kwenye mpira wake. Lakini pia kuna mazungumzo ya kijanja anataka ongee na rafiki zake ili mimi nisimbane. Yaani kwa mtu ambaye huna mapenzi ya dhati, utaona huo uamuzi wa huyo mwanamke ni uamuzi ambao sio sawa. Lakini mapenzi ya kweli mstahatibu hayakubani. Mapenzi ya kweli yanakuacha uwe huru, ufanye kile unachotaka wewe kukifanya, halafu sasa mimi ndo nijiulize, huyu mtu yuko huru, amefanya kitu anachotaka kufanya. Je, kwa huu uhuru wake anavyotumia, niko tayari kumaliza naye hii safari au basi? Kwa sababu mtu hawi mwema kwako eti kwa sababu wewe unambana. Mtu anakuwa mwema kwako kwa kuhofu kwamba huyu mtu akijua mimi nimeenda kinyume atachukua uamuzi gani? Sio kwa sababu eti wewe si unambana, unafuatilia simu zake. Kwa sababu hawa wanaume hao ambao wanafuatiliwa simu, michepuko yao inapigwa na wake zao, ndio wanaongoza kwa huo uhuni. Lakini wale ambao wenye heshima binafsi wanajua mke wangu mimi ni mkali, nikifanya vitu vya ovyo maamuzi yake huwa harudi nyuma. Wale ndio wanaogopa kwenda kinyume. Lakini sio wewe unayesema unaita kikao, unajapiza kila siku unamlani. Mungu atakulani kwa unaonidhulumu. Hachi. Kumbuka huyu mtu sio wewe wa kwanza kumtisha na lana. Mwenyezi Mungu aliyomuumba pia ashamwapia kwamba huyu akienda kinyume naye atamwadhibu. Hamuogopi Mola wake aliyomuumba, atakuogopa wewe mwantumu? Kwa kama mtu anataka kuwa mwema kwako, waweza kumpisha akalala peke yake na wewe ukalala peke yako, na kama anafanya uhuni akafanya. Na anaweza ukalala naye hapa akakuvizia umesinzia akaenda chooni akafanya uhuni. Kwa mimi nikaona ni fikra fulani ya kimagharibi, lakini ni fikra fulani hivi ya kumwacha mtu awe huru. Mwache mtu awe huru. Mara ngapi wanaondoka nyumbani wanaenda kijiweni. Ukiwauliza wanaenda kijiweni kufanya nini, anasema anaenda kurelax. Hapa nyumbani sijakupa chombo uoshe, sijakupa Chinese ukate. Huja relax? Haja relax. Kwa nini? Kelele za watoto. Mtoto katoka huku analia, mtoto katoka huku pampasi imejaa, mtoto katoka huku kashika uji umemwagikia kwenye shati, wewe uko bize unapika chakula chako umejaza vitunguu somu. Kichwa chake kimejaa mavitu mengi, anakumbuka huko anatakiwa peleke oda sui wapi, anakumbuka kapiga picha 60 zinazoonekana vizuri ni picha 4 tu. Kwa hiyo mtu wa watu kichwa chake kimevurugika. Kwa hiyo anataka sehemu yenye upole. Akiomba leo akasema mimi nataka sebule ya peke yangu sehemu fulani niekeeni huko, mtamwona ni mtu mbaya. Kwa sababu nyie wote mpo nyumbani mmekaa tu, kazi yenu ni kupika na kufanya usafi nyumba. Yeye anatakiwa afikirie atapataje hela ya kufanya hii nyumba ipikwe na ifanywe usafi.
Kwa mawazo yake na yenu sio sahihi. Lakini sasa watu wenye hasira kali wakisikia kauli kama hii, ni mume wangu mwenyewe, nimwacha lale kivyake na mimi nilale kivyangu. Shida yako ni moja. Humchukulii mume kama mwenzio ambaye unapaswa kuishi naye. Unamchukulia mume kama kitu chako unachomiliki. Kama yeye ni gauni lako ambalo umelinunua. Kwamba halitakiwi kwenda mbali na wewe, linatakiwa liwe na wewe. Ndio maana ukikuta na wasiliana na mtu mwingine, unaichukulia kama ni mada serious. Humuoni kama huyu ni mwanadamu, ana uwezo wa kufanya maamuzi ya chochote anachokitaka na ana uhuru binafsi. Mbali ya kuwa ni mume wako, lakini ni mwanadamu. Na mbali ya kuwa mume wako, ni mtoto wa mama fulani. Ana haki ya kufanya chochote anachohitaji katika maisha yake, kwa sababu mbali ya kuwa mume wako, sio kama yupo kifungoni kwamba hayuko huru kufanya analotaka. Yuko huru. Hata sasa hivi akiona kwamba mapenzi yake kwako hayatosha, anataka kuongeza mapenzi na mtu mwingine, yuko huru. Wewe utakubali, utakataa, lakini yuko huru. Na wewe leo ukaamua, bwana mimi leo sijisikii kupika, njoo na chakula huko unakotoka. Anatakiwa pia aelewe kwamba leo huyu kachoka. Ndio binadamu. Sasa watu hawapendani hapa nje, watu wana obsession, yani watu wana umiliki, yani kwamba kwa sababu mume wangu, anaona kama vile ni biashara yake ametoka nayo mbali.